Hafla kubwa ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani imefanyika leo katika eneo la Keropot Shanzu, kaunti ya Mombasa, chini ya uratibu wa mwaniaji wa kiti cha MCA wa Shanzu Ward, Omar Bedzimba. Ukiwadanganya hawa utakwenda jibu, si mchezo. Wezi Saidina Omar, si ndio? Atoa jina la Omar huyo, sahaba mkubwa bahati yako. Hafla hiyo iliyolenga kuwakutanisha wakazi wa eneo hilo katika maandalizi ya mwezi wa ibada na kujitafakari ilivutia umati mkubwa wa watu kutoka vitongoji mbalimbali vya Shanzu. Tukio hilo lilikuwa fursa ya kuimarisha mshikamano wa kijamii, kukuza maadili ya kusaidiana na kuwakumbusha wakazi umuhimu wa upendo, amani na umoja katika kipindi hiki muhimu kwa Waislamu. Unapotoa unajitengezea njia yako ya kuweza kufaulu mbeleni. Mimi kitu kimoja nitawaambia. Je, tumekata kura? Maandalizi yalikuwa ya kuridhisha, huku chakula na maji ya kutosha yakipatikana kwa wageni wote waliohudhuria. Hakukuwa na upungufu wa huduma, jambo lililowafanya waliohudhuria kufurahia hafla hiyo kwa utulivu na shangwe. Wageni walipata nafasi ya kushirikiana, kubadilishana mawazo na kujenga uhusiano imara wa kijamii, huku wakijiandaa kwa mfungo wa Ramadhani. Maanake kaunti haina ajira, tusidanganyane. Kaunti haina ajira, hata Amerika inalia ajira. Kama hutapata kiongozi mwenye maono ya kufungua ajira, hakuna ajira. Tutamlaumu na tutalaumu wengine. Akina mama walijitokeza kwa wingi katika hafla hiyo, wakiongozwa na viongozi wao wa mitaa kutoka maeneo mbalimbali yakiwemo Bush, Maweni, Utange, Keropoti na Mwembelegeza. Kina mama ndio piga kura, wanaume hawapigi kura. Kina mama wanaacha ome zao saa 6 za usiku, wanaenda lala pale Shanzu College. Ushona mwanamume amelala Shanzu kwa sababu ya kura. Wakilishi wao ulionyeshwa mshikamano na hamasa kubwa miongoni mwa wanawake wa Shanzu katika masuala ya maendeleo na ustawi wa jamii. Viongozi wa kike waliwahimiza wenzao kuendelea kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii na kujitokeza katika masuala ya maendeleo ya eneo lao, hasa wakati huu wa kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo niwaambie mama zangu, sasa hivi nataka mujihesabu ya kwamba mumezaa mtoto mpya. Mumezaa mtoto mpya, mtoto ambaye amekuja kukomboa Shanzu. Akizungumza mbele ya umati huo, Omar Bedzimba alisisitiza kwamba iwapo atachaguliwa kuwa MCA wa Shanzu Ward, atatilia mkazo swala la ajira kwa vijana na kina mama. Alieleza kuwa ukosefu wa ajira ni changamoto kubwa inayokabili jamii na kwamba ni lazima kuwe na mikakati madhubuti ya kuhakikisha fursa za kazi zinapatikana kwa wakazi wa eneo hilo. Mungu akituweka uhai na uzima, ifike wakati mwende mkanichague. Nikiingia katika kiti cha Shanzu, nitaenda nikafanye mageuzi makubwa sana, kwa sababu chances ziko. Aidha, aliahidi kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuinua hali ya kiuchumi ya Shanzu na kuhakikisha maendeleo yanagusa kila mwananchi bila ubaguzi wa jinsia au umri. Hafla hiyo ilimalizika kwa hali ya furaha na matumaini makubwa kuelekea mwezi wa Ramadhani, huku waliohudhuria wakieleza kuridhishwa na ujumbe uliotolewa pamoja na ukarimu ulioonyeshwa. Wengi waliondoka wakiwa na shibe na bashasha, wakiamini kuwa umoja ulioonyeshwa ni ishara njema kwa mustakabali wa Shanzu. Kauli mbiu kwamba utajiri wa Shanzu unapaswa kuwanufaisha wakazi wake wote, wazee, vijana na wanawake, ilisisitizwa mara kwa mara kama msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Nikiripotia Shanzu TV, jina langu ni Davis John Kahinde.